naitwa Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 16 kuanzia mstari wa 25. Kuna mtu anaweza kutusomea hapa kwa Kiswahili? Simama na usome kwa shujaa. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu. Na wakafungwa wengine na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi. Hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka. Vifungo vya wote vikalegezwa. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Sema kila kifungo kinalegezwa. Bwana asifiwe sana. Kila kifungo kinalegezwa. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu nasema kwamba Paulo na Sila walipatikana wakieneza injili. Hawakushikwa kama wameiba kitu ya mtu. Bwana asifiwe sana. Hawakushikwa kwa vita. Hawakuwa wahalifu. Bwana asifiwe sana. Walishikwa kwa sababu ya kuhubiri habari njema, kwa sababu ya kueneza habari ya ufalme, wakiwaombea watu, wakiwafungua watu. Neno la Mungu nasema kwamba mkuu ama alikuwa ni mfalme wa nchi akasema kwamba hawa watu wawekwe ndani, wasiweze kuhubiri tena. Na wakakamatwa wakawekwa ndani. Bwana asifiwe sana. Siku ya leo nazungumza kuhusu vifungo. Vifungo. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wako hapa lakini wako katika jela. Bwana asifiwe sana. Kuna wengine wako katika jela ya madeni. Nazungumza na wewe. Bwana sana. Kuna mtu yuko hapa yuko jela ya nini? Ya madeni. Na kuna kitu kibaya kama deni, ndugu yangu. Deni, kudaiwa huwezi pata usingizi. Kudaiwa, ushadaiwa vizuri. Bwana asifiwe sana. Kuna msemo wa Kiswahili unasemanga kukopa harusi. Kukopa na kupanga hudukima kidenderisa Yesu mwana. Ndugu Bwana asifiwe sana dada. Leo nimekuja kwako na ninaomba unikopeshe na 3,000 jioni. Nitakulipa jioni kulipa. Na unajua ndugu wanakopanga kwa imani, wanakopa na watalipa. Hallelujah. Kwa imani nikopeshe 5,000 jioni nitakulipa. Mtumishi chukua, lakini make sure umefanya nini? Sijali, Mungu anaweza. Hallelujah. Kwa imani. Bwana sasa. Amen. Unapokopa kwa imani, shetani anajua umefanya nini? Naye anafunga mlango wa kufanya nini? Wa kulipa. Unafikiri kulipa ni rahisi? Kulipa deni ya Mungu. Na kama unalipanga deni ya Mungu, ya mtu, Mungu akubariki. Na kama unalipanga Mungu akubariki. Lakini nakemea roho ya kukopa.
Bwana sana. Unakemea roho ya nini? Unapokopa unakuwa mtumwa wa yule ambaye umekopa. Uliza mwenzako, unasikia hiyo? Unapokopa unakuwa mtumwa wa yule umekopa. Bwana sana. Kuna watu tuko nao hapa, karibu namba kubwa hapa 85% ni watumwa wa safari. Safari? Furi. Hiyo ni roho. Hiyo ni roho. Usidhanie ni kitu mzuri. Roho. Spirit. Furi. Na once kama hujawahi kufuliza, usiwahi fuliza ndugu yangu. Kama hujawahi kufuliza mama yangu, usiwahi fuliza. Kufuliza ni roho. Kufuliza ni utumwa. Mtumwa wa Safaricom. Na mtu akifuliza tu mara ya kwanza hivi, atafuliza miaka yake yote. Bwana sana. Na mtu mwenye anamefuliza anaombaga tu si mtu akosee atume pesa kwa ile line yako. Ikuliwe na fuliza. Bwana sana. Maana na Safaricom ukipigia Safaricom, pesa yangu nimetuma kwa namba fulani kimakosa, wanakuambia hizo pesa zimetumika. Zimetumika. Na mwenye ametumia kwani mtafanya nini? Mtampeleka wapi? Kuna mahali mtampeleka? Sasa niambie Safaricom, kama Safaricom hapo inatumika kama nini? Kama sasa nini? Kama jela. Sema jela. Na kuna watu saizi wako kwa jela ya nini? Safaricom. Bwana sana. Kuna kitu inaitwa alafu ingine inaitwa okoa jahazi. Fuliza, okoa jahazi. Sikiza hiyo majina kwanza. Fuliza, okoa jahazi. Na kuna mtu alifuliza mpaka jina yake inaitwa Fuliza. Joseph Fuliza. Josephine Fuliza. Sospita Fuliza. Trufona Fuliza. Asipofuliza maisha yake yasifanye nini? Kuna mtu alikuja kwa ofisi yangu akasema, "Pastor, sina sadaka lakini nataka nikufulizie." Nikasema, "Sadaka ya kufuliza sitaki. Ya kufuliza unikope. Yaani unakopea Mungu. Ndugu yangu, unakopea Mungu. Na kama unatoanga sadaka na fuliza kuanzia leo usitoe. Mungu hapati wangi vitu ya deni. Bwana si sana. Hallelujah. Na kama hata unakopanga pesa, unakopa uende ukatoe sacrifice. Hiyo sacrifice ikubariki. Hiyo injili yengi pastor. Na kama una, kwani Mungu anakopea Yohana? Mungu anakopea juu? Bwana sana. Yesu alimtoa mwanawe wa pekee. Bwana sana. Jua kuwa na mwingi? Mtu anatoanga nini? Si mtu anatoanga kile kitu wako nacho. Unatoaje kitu ambacho hauna? Utaomba jirani kitu upeleke kanisani. Kitafaidi nani? Mwenye umeomba. Si ndio? Si ndio atabarikiwa. Wewe utabarikiwa na bidii wenyewe. Bwana sana. Ati unajenga nyumba na majirani na mawe ya jirani yako. Jirani, nisaidie na ya mawe yako, nijenge nayo, halafu nitakurudishia. Wakati jirani anaitisha anakuja kwa ukuta ya anakuambia, "Wewe nirudishie mawe yangu ama nibomoe nyumba yako." Bwana sana. Rudisha mawe yangu ama niangushe nyumba yako. Unajua ukiangusha nyumba itarudi yote. Mawe itarudi pise. Bwana sana. Utumwa ni kitu kibaya. Utumwa ni kitu
kibaya. Bwana Yesu sana. Na hata pia wacha hata washirika, hata wachungaji, kuna wachungaji wako kwa nini? Vifungo. Kwa vifungo. Watumwa. Mimi nikikuja kwako ndugu, mimi ni mchungaji wako Eric, kijana yangu, Bwana asifiwe sana. Napitia mambo magumu. Ndugu yangu, napitia mambo magumu. Na mimi ni pastor wako. Napitia mambo magumu sana. Hali ngumu sana. Naomba unikopeshe 200 jioni, nitafanya nini? Pastor amekopa 200 ngapi? Atakurudishia? Na ikifika jioni asirudishe? Unaenda kudai pasta? Bwana sana. Unaenda kudai pasta? Pasta, pesa yangu ile uliniambia, ulinikopa, nirudishie. Pasta, pesa yangu utafanya nini? Bwana sana. Sasa inabidi unifanye uninyoshe nini? Pasta, pesa yangu utafanya nini? Bwana sana. Ni nani ashaikopesha baba yake pesa? Inua mkono kama ashaikopesha baba yako ama mama yako pesa, inua mkono wako juu. Inua mkono juu. Kama ashaikopesha mzazi wako pesa, inua mkono juu. Inua kabisa. Wani unaogopa kuinua? Inua. Ningekwambia shame on you. Ningekwambia shame on you. Mzazi wako mwenye amekulea, amekubeba kwa mgongo, ukamupupulia au ukamukojolea au ukafanya nini, alafu unaenda unamkopesha. Bwana sana. Mama yako ataikupa 1,000,000, ukimupea ni mama ya usimudai. Bwana sana. Na kama mzazi atakukopa pesa, inaonekana kuna laana fulani hapo inatafutwa. Bwana kabisa. Atukopeshe, mama yako anakuambia ndoto yangu nikopeshe shilingi 20,000 nitakurudishia. Unasema mama naurudishe, mama naurudishe. Unachukua, mama naurudishe, mama. Unasikia? Naurudi? Mama yako akurudishia pesa. Uko na akili timamu? Bwana sana. Umekopa mama akurudishie. Inasikia laana ya kujitafuti? Mimi na kuna mambo nawafundisha ambayo huwezi kufundisha kwa makanisa mengine. Laana ya kujitafuti? Bwana sasa. Mama yako akiona umpatii pesa ndiye anakuambia nikope kwa sababu umpe yake. Ani mama nyumba imekaa hivi. Yako ni ya gorofa, na mama imekaa. Mpaka kuja kuambia mtoto yangu nikopeshe shilingi 100, nijenge ile nyumba yangu nitakurudishia. Na wewe na kimbele yako. Nasema unamtolea kwa benki. Mama anaomeka umefanya nini? Mtu anatafuta laana namna hii. Bwana sana. Kwa hivyo anamaanisha kuna watu wako kwenye kifungo hapa. Kifungo ya kwanza ni madeni. Na hiyo ndio kifungo kubwa sana. Madeni. Ulikopesha mtu hakulipi. Bwana sana. Haleluya. Amen. Yaani wewe unadai watu, unadai. Ukianza kuandika chini wenye unadai. Na ukiuliza mtu anakuambia wewe nitakulipa. Na waje kisirani nitakulipa. Umeenda polisi, umeripoti, hakuna. Unajua mtu kipeleka mtu polisi anasema mimi kinyanaweza pata kwa mwisho wa mwezi shilingi 100. Na mtaandikia na 100 atakulipa mpaka Yesu arudi. Bwana sana. Siku moja nikakopa mtu. Nilipomkopa, unajua ukikopa deni ndio unakutanaga na mwenye umekopa wakati wote. Ukimwona mbele hivi unasema kabla hajanio. Sasa unatoka kwa nini? Umekuwa mtumwa wake? Sio ni mtumwa wake? Kwa hivyo ukimwona lazima ufanye nini? Fiche.
Akikuja kujia pande hii na wewe una make sure haja kuona. Ameta. Huyo mtu na kwanza unatoa jasho asikuone. Na ulikopa na furaha na amani. Bwana asifiwe sana. Sasa nikakuwa nimekopa deni. Nakopa deni hivi. Mwenyewe tunakutana hivi kwa kona. Namwambia ndugu, hata nilikuwa nakuja kwako nikuambia kwamba ya pesa yako sijapa. Nikamdanganya. Sasa siku ingine sasa vizuri, mimi nimepiga katai yangu vizuri. Mimi nikapewa pesa yangu mfuko, naenda kulipa Randro. Sorry. Upiga tu kona hivi. Tulikuwa tukutane na hapa. Nilikuwa nakuja kwako kulipa hii pesa. Ndio hapa. Bwana sana. Unaenda kulipa nyumba lakini inabidi ufanye nini? Utumwa ni kitu kibaya, ndugu wangu. Utumwa ni kitu kibaya. Bwana sana. Kuna watu ambao wako na madeni mpaka ya bibi zao hawajalipa mahali. Ndio maliza nini? Ukiona matumizi zako na nini? Sijasahau. Bado najipa. Halafu bahati mbaya wewe msichana ya Mluya. Uliahidi ng'ombe. Unajua ni Mluya ni nani kwa hili ng'ombe? Hata kama msichana wao amezaa wasichana 6 ama watoto 6, watakuja wachukue mtoto yao. Mpaka siku hiyo utafanya nini? Utalete? Bwana sana. Na unakuta wanawake wako na akili, yeye ameolewa, amezaa pale watoto 6, lakini anakuja achukulia rudi kwao na watoto wao watimari fanye nini? Bwana sana. Unaenda ukae jeni kwenu mpaka uozee huko. Wengine wanakaa huko mboga kingojea mahali fanye nini? Upelekwe, uliwacha nyumba yako. Na mimi nikasema Mungu, nashukuru Mungu kwa sababu mimi ulinisaidia nikaenda UK. UK hakunanga maneno mengi. Bwana sana. UK hakunanga maneno mengi wewe. Wewe wacha. Wewe nyamaza. Mimi najua. Bwana nani anajua? Si mimi najua. UK ukipeleka mbuzi ya kwanza. Mbuzi ya kwanza inaitwa mbuzi ngapi? Mimi nilipeleka 3 ama 5 ama 6. Wewe nilipeleka ngapi mama? Ilikuwa ni 5. Nilipeleka mbuzi ya kwanza ngapi? 5. Sasa mimi nangoja mpaka siku ile nitapeleka hii nyingine ndio waliongeze. Bwana sana. Wewe unajuanga siku ya kwenda huko. Siku ya kufanya nini? Ya kwenda huko. Siku ya naenda huko na make sure boot iko sawa. Sawa. Na najuanga siku ile ambao kuna kanjaa kako pande ile. Bwana sana. Kaukame kako huko. Unasikia huku kumekauka bwana. Sasa mimi nami naitokezea kama malaika. Kifungua buti unatoka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sasa unajua sasa hiyo akaniambia, shemeji hiyo mali nyingine utalipa lini? Na wameshiba na nimewaletea chakula. Bwana sana. Haleluya. Sio nasema kwamba kwanza yule mwenye amekustaki kwanza malizana naye kama mjana koti. Kwa hiyo mimi najua kumalizana na koti jana wapi? Koti. Bwana sana. Haleluya. Kwa hivyo hiyo kesi nyingine hata ikiahirishwa mpaka 1944, 2040 hapa kuna shida. Mimi najuanga kujitetea. Bwana sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kitu kinaitwa utumwa. Utumwa ni mbaya. Utumwa
Bwana sana. Lakini siwaambia ati msiende kumaliza, msiende kulipa mahali. Kama umeoa, lipa mahali. Hiyo ni deni. Hiyo ni deni. Siwaambie hivyo mseme mimi niko na deni ya mahali wewe. Bwana sana. Kuna watu hapo wako kwenye vifungo mbalimbali. Wengine ni vifungo vya deni. Bwana sana. Kuna mtu yuko kwenye jela ya kutoolewa. Jela ya kutooa. Bwana sana. Ni jela. Bwana sana. Wewe ni ndugu. Watu wazuri wanapitanga mbele zako. Kila siku wanapita mbele zako. Dada mzuri anapita mbele zako. Unaangalia. Anapita, anaenda mwingine. Na anakuja wazuri. Naona kama tunaangalia tu. Ndugu yako si uoe. Mtoto yako si uoe. Miaka Bwana sana. Na ikifika miaka 40 hujaoa ndugu yangu, unaletewa kama mama kamezaa watoto 5, 6, 7. Ambiwa wewe. Hii ni yako. Hii ni yako. Kwa nini? Unataka kuoa, si ndio? Kifungo cha nini? Mpaka mzazi anasema huyu tusipomletea atakufa akiwa. Bwana sana. Yaani mtu wewe umefika miaka ya kuoa? Hapana. Bwana sana. Mwingine hata anazeeka akiwa kwao. Nani mwanaume anazeeka akiwa kwao akiambia mama, sina kitu ya kukula. Mama sijakula lunch. Mama sijakula supper. Mtu ako na miaka 40 bado anakula kwao. Hiyo ni kifungo. Hiyo ni mwanaume ukifika miaka 18 ya 20, ufai hata kwambia mzazi ninunulie longi. Ninunulie shati. Pesa ya saluni. Bwana sasa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu hapa leo anatoka kwa kifungo. By fire, by force. Amen. In Jesus name. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Umekaa kwenu umefika miaka 35. Bado unategemea mzazi. Mama, tuna kitu ya kukula. Hata wengine mama ndiye analisha mtu na bibi yake. Mama yako anakulisha na bibi yako. Wanawake mnaelewa kile nasema. Umeelewa na hiki mzee lakini kinakanga dopo kilalo usingizi mama ndiye anawalisha. Mama anajua mtakula nini. Mama anajua asubuhi kutakuliwa nini. Mama anajua mtoto anahitaji school fees. Kimzee tu kinaamka hapo. Kinazunguka hapo ndakurudi kinauliza mama, umepika nini? Mama umepika nini? Hiyo ni kifungo. Na kila vifungo leo lazima zifunguke. Kila vifungo zote lazima zifunguke. Kifungo ya kutopata kazi. Kifungo ya kutofanikiwa. Wewe uko tu hapo. Watu wanapanda ngazi. Hata yule ndugu yako last born saizi yako na nyumba ya mawe. Saizi amenunua gari. Wewe bado ungali wapi? Ungali wapi? Hapo chini. Hapo chini. Unaibanga na nyimbo moja. Mungu saidia mwenye. Mungu husaidia mwenye amejisaidia. Mungu husaidia mwenye amejisaidia. Mungu husaidia mwenye amejisaidia. Amen. Kuna verse kama hiyo kwa Biblia, nataka mtu anisomee hiyo verse mwenye tukifungulia kitabu ambacho kinasema Mungu husaidia mwenye amejisaidia. Kuna mtu anajua verse? Mungu husaidia mwenye
Na utakuta mpaka mtu ameokoka. Mungu usaidia mwenye anajisaidia. Mungu usaidia mwenye hauwezi kujisaidia. Mungu anasaidia mtu anahitaji msaada. Sio mwenye anajisaidia, mtu anahitaji msaada. Nimekuja kwako Bwana kwa sababu nahitaji nini? Msaada. Siwezi bila wewe. Yesu, nimekuja kwako maana mimi siwezi. Nimekuja kwako maana nimefika mwisho wangu, nikaamua kukimbia kwako. Bwana asifiwe sana. Paulo na Sila wakiwa gerezani pale, wamefungwa kwa minyororo. Neno la Mungu nasema kwamba wakiwa katika ile jela walianza kumwabudu Bwana, wakaanza kumsifu Bwana wakiwa katika ile jela. Na walipokuwa kwenye hiyo jela, neno la Mungu linasema kwamba milango ilikuwa imefungwa na chuma. Milango ilikuwa ni milango ya chuma na imefungwa hata kwa minyororo, lakini neno la Mungu linasema kwamba milango ya gereza ikafunguka. Siku ya leo milango inafunguka. Milango inafunguka. Haijalishi ilifungwa kwa nini, haijalishi ilifungwa na chuma, haijalishi ilifungwa ikaongezeka makufuri, lakini neno la Mungu linasema kwamba milango ikafunguka. Bwana Yesu. Haleluya. Siku ya leo sijui umefungwa kifungo aina gani. Hata kama umefungwa life sentence ya kwamba kwa hiyo jela utakaa ndani mpaka uzee wako, lakini Bwana anasema ya kwamba jinsi Paulo na Sila walipokuwa katika gereza, milango ikafunguka. Mlango wako unafunguka leo, si kesho. Leo. Jinsi uliingia kwa mlango ukiwa umefungwa, Mungu anasema kwamba hiyo minyororo inakatika, hiyo minyororo inaanguka, hiyo minyororo inakatika katika jina la Yesu. Minyororo ya kutolewa inakatika katika jina la Yesu. Minyororo ya kutofanikiwa inakatika katika jina la Yesu. Minyororo ya kutoenea katika biashara inakatika katika jina la Yesu. Minyororo ya madeni inafunguka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, hiyo minyororo yote inakatika, hiyo nyororo yote inakatika. Haijalishi gereza lako limezungukwa na askari, limezungukwa mashariki, magharibi, kusini na katika sini, lakini Bwana anasema kwamba minyororo inakatika in Jesus' name. Kuna watu wamefungwa mikono yako haiwezi kuguza kitu. Mikono yako, pesa zikiingia kwa mikono ni kama zimemea mabawa, lakini Bwana anasema kile kifungo chako Bwana anakuondoa ndani. Ile miaka yako Bwana anaipunguza, na anapoipunguza anaipunguza kutoka miaka ambayo umefungwa life sentence to 0 seconds.